Sawa, tumalize na hili Pimbi, kuhusiana na ishu ya Hassan Mwakinyo kuweza kumpiga kijana ambaye tumeona ameweza kutoa malalamiko yake pale na kuzungumza vitu vingi sana, kwamba alikuwa ameenda kuokota tu nazi, lakini Mwakinyo akaenda kumshambulia kwa vikali kabisa na kumfungulia mbwa. Kwa namna ambavyo ukubwa wa Mwakinyo na tukio ambalo amelifanya, kwanza baada ya kusikia umelipokeaje, na kwa kile kitendo kuna namna gani ambavyo inaweza ikamuathiri Hassan Mwakinyo? Mimi binafsi nimeshangazwa sana na kitendo ambacho Hassan Mwakinyo amekifanya. Kiukweli sio kitendo cha kiungwana. Yeye ni kioo cha jamii. Unapoambiwa kioo cha jamii, maana yake ni kwamba jamii inakutazama. Kwa hivyo wewe unatakiwa kuwa mfano bora sana katika jamii ambayo inakuzunguka. Hutakiwi wewe kuwa mfano mbaya sana. Kwa kinachoendelea kwa ndugu yetu ni kwamba yeye amekuwa mfano mbaya sana kwa jamii, kitu ambacho sio sawa. Kwa kuanza kuchukua madaraka, umeona, ya kuanza kumjeruhi kijana wakati huna ushahidi kwamba alikuwa naiba au la. Na hata kama alikuwa naiba, wewe kwa nini uanze kumfungulia mambwa ya mjeruhi? Wewe kwa nini uanze kumpiga kijana wa watu? Unajua sometimes hawa watu tuchukulie labda alikuwa naiba au sio mwizi. Wewe Hassan Mwakinyo, kwa nini wewe usiingie, wewe kama wewe ukamchukua kijana ukamuuliza changamoto ni nini, ukakaa naye chini ukajua kwa nini labda anaiba, let's say anaiba sasa, ukajua kwa nini anaiba, au hata kama aibi alikuwa anaokota lakini sio mali yake, kaa naye, zungumza naye, jua ni kwa nini anaokota vitu ambavyo haviko chini ya miliki yake, zungumza naye, mpe elimu. Unaweza kukuta kijana wa watu maskini ya Mungu anapitia changamoto ngumu sana. Watu wanapitia changamoto ngumu sana. Kwa hiyo msaidie. Mambo shida ni nini? Kama ni hata wakati mwingine ni mtaji, msaidie, mpe mtaji. Ndio maana yakuwa kioo cha jamii. Umeelewa? Na kuzungumza naye vizuri. Kwa hiyo mimi neno langu tu kwa Mwakinyo ni kwamba amekosea pakubwa sana. Na ametoka kwa dhamana sasa hivi, na tunaona posti sana mbwa kwenye Insta story yake. Ni kama vile anazidi kutoa onyo kwamba nyumbani kwake sio pa kugusa kizembe kizembe. Kuna mbwa wakali, vijana wakae mbali pia, kwa sababu amekuwa ameonekana pia akiendelea kuposti mbwa kupitia Insta story yake, kama utakuwa umekuwa ukifuatilia. Hao ndio makosa makubwa sana ambayo anayafanya. Kwa sababu unavotoka afu unaanza kuposti masuala ya mbwa, unaanza kuposti sijui vitu gani nini, unazidi kukosea. Kwa sababu unajua huu maarufu, waliotupa huu maarufu ni wananchi, ni raia, ni hao ambao umewafungulia mbwa na kuwajeruhi vibaya, ndio hao wamekusupport katika shughuli zako. Kwa hivyo wewe utaki kufanya vitu vibaya. Ukitoka, nadhani yeye Mwakinyo baada ya kutoka alichotaka kukifanya kwanza ni kuomba radhi. Ni kuomba radhi kwa kile kitu ambacho amekifanya kwa jamii yake. Kwa hiyo ukiomba radhi maana yake ni kwamba watu wanasamehe yale yote ambayo umeyafanya. That's what I can say. Kwa hiyo Mwakinyo amekosea sana. Unatoka, baada ya kutoka, nadhani umeona hata kule Tanga namna ambavyo raia wa Tanga namna ambavyo walikuwa na hasira naye. Majirani wanatamani mpaka ahamishwe au ahame. Sasa hiyo inakuonyesha kabisa sio picha nzuri. Kwa hiyo tujifunze, wale watu ambao ni maarufu, tujifunze sana kuishi na jamii inayotuzunguka. Wengine wakawa wanafika mbali zaidi wakasema kwamba hata nyumba wanataka wachome moto. Inaonekana si tukio la kwanza kwa Mwakinyo, yani mambo ya ubabe sio mara ya kwanza. Inawezekana sio ubabe, inawezekana ni namna tu pia ambavyo yeye anaishi na jamii yake. Inawezekana haishi nayo vizuri. Inawezekana hasalimi watu, akai na watu vizuri, labda katika shughuli za kijamii hajitokezi na nini na vitu vingi. Kwa hivyo sasa mimi rai yangu tu kwa watu maarufu na watu ambao wanafahamika katika jamii, tuishi vizuri na jamii. Tukae nao vizuri, tuache haya mambo ya kukaa na jamii vibaya, kwa sababu mwisho wa siku kila kitu tunachokifanya katika shughuli zetu tunahitaji support kutoka katika jamii. Kwa hiyo tunavyoanza kuishi na jamii vibaya maana yake ni nini? Unatafuta mazingira mabaya sana wewe kazi zako kupokelewa. That's what I can say. Lakini kwa muonekano Mwakinyo anaonekana ni moja kati ya vijana wapole sana. Hata ukitazama jinsi anavyozungumza, tabia jinsi alivyo, na tukio ambalo amelifanya ni kama vitu viwili tofauti na sifa ambazo tumezisikia kwa wananchi na majirani ambao wanaishi naye
huko Tanga. Ni kwamba unaweza usiamini juu ya hili tukio ambalo limetokea. Unajua iko hivi, huwezi kumjaji mtu kwa upole wake au kwa uchangamfu wake. Kuna watu ni wapole sana lakini ni hatari sana katika matukio. Na kuna watu ni wachangamfu, wamekula ndimu mdomoni mwao, wamekula pilipili, lakini hawana shida katika jamii, wanaishi na jamii vizuri. Kwa hiyo muonekano wa mtu ama the way ambavyo mtu anavyozungumza ni tofauti kabisa na matendo yake. Kwa hiyo mimi nachoweza kukisema ni kwamba of course anaonekana mpole, lakini umeona maneno anayoyaongea sio mazuri. Mwakinyo ana maneno ya kashfa sana. Shombo. Hata mabondia wenzake hawapendezwi na maneno yake. Kwa hivyo unaweza ukaona na ikakupa majibu kwamba ni mtu wa namna gani. Ana majivuno pia, anajisikia. Wanasema nini wanasema tabia za watu wa pwani. No, sio tabia za watu wa pwani. Unaweza kukuta hata mtu anatoka huku akawa anajisikia tu hivyo hivyo. Unaweza kukuta mtu anatoka pwani na akawa hajisikii. Hizo ni hulka za mtu binafsi. Mamlaka ambayo wanasimamia mambo ya ngumi Tanzania, nilisikia kwamba kuna namna wanataka kutoa adhabu kwake, kwa kiwezekana kumfungia kwa muda kutokana na kile kitendo cha udhalilishaji na cha kinyama ambacho amekifanya kwa yule kijana. Hii pia unaiweza ukaizungumzia vipi? Ni sahihi ama ni mapema sana? Ni sahihi kwa sababu kwa kitendo alichokifanya si cha kiungwana. Kwa hivyo akimfungia ni sahihi, maana atajifunza kutokana na adhabu. Maana ukifungiwa huwezi kupigana, huwezi kuingiza pesa. Kwa hiyo kama huwezi kupigana, huwezi kuingiza pesa, tafsiri yake ni kwamba litakuwa limekunyosha. Next time mtu hawezi kurudia vitu kama hivi. Mambo ni mengi sana Pimbi, tumezungumza vitu vingi sana. Konde Gang lini tena tunaingia? Konde Gang hapa niko busy sana na vitu vingi sana. I hope nikimaliza mambo yangu utaniona tu Konde Gang. Project mpya zipo nyingi. Project mpya ziko nyingi na mambo yamekuwa ni mengi sana. Kwa hivyo mambo yakishaisha kipungua taonekana pale ni nyumbani. Home kabisa. Home sweet home. Konde Gang for everybody. Kabisa. Sawa. Asante sana. Tutakuja kuzungumza zaidi wakati mwingine tutakapozidi kupata nafasi. Mzee baba, shukrani anytime.